sana kwa siku ya somo wenu. Hongereni sana kwa siku ya somo wenu. Wapendwa, leo kama tulivyoandikwa pale mwanzoni, kanisa linatualika kutafakari mifano miwili mikubwa ya utakatifu. Tunapofanya misa hii tukumbuka moyo safi wa Bikira Maria na sherehe ya mtakatifu somo wetu Mtakatifu Antonio wa Padua. Ingawa ni kumbukumbu mbili tofauti, zote zinatufundisha jambo muhimu sana: moyo unampenda Mungu kwa dhati, kujibu wito wake kwa uaminifu bila kusita. Wapendwa vijana, tunaishi katika wakati ambao dunia inapigia kelele kutoka kila upande. Kila siku tunasikia sauti zikituambia tunaishi kwa namna fulani, tuvae kwa namna fulani, tufikiri kwa namna fulani, au tutafute mafanikio kwa namna fulani. Vijana wengi leo wanahangaika kutafuta utambulisho wao, wanatafuta kukubalika na marafiki, wanatafuta mafanikio, wanatafuta furaha na amani ya moyo. Lakini katikati ya kelele zote za dunia, Mungu bado anaendelea kuwaita vijana kama alivyomwita Elisha, kama tulivyosikia katika somo la kwanza. Tumesikia au tunaona kwamba Elisha alipokea wito kutoka kwa nabii Eliya. Eliya anamrushia joho lake kama ishara ya kwamba Mungu anamchagua kwa huduma maalum. Elisha hakubaki katika mashaka au kusitasita. Aliamua kwa dhati kwenda. Na tumesikia katika somo hilo la kwanza, alikuwa shambani ya kilima. Alikuwa kijana mwenye shughuli zake, mwenye mipango yake na mwenye ndoto zake. Inawezekana kuwahi kufikiri kwamba kwa siku moja angekuwa nabii mkubwa wa taifa, lakini Mungu alipomwita kupitia Eliya, maisha yake yalibadilika kabisa. Ndugu zangu vijana, hii inatufundisha kwamba Mungu anaweza kukutana na kijana katika hali yoyote ile. Anaweza kukutana nawe darasani, chuoni, kazini, nyumbani, au hata katika kipindi kigumu unachopitia sasa. Mungu haangalii ulipo, bali anaona kesho yako na kusudi aliloweka ndani yako. Kila mmoja wetu yuko katika mpango wa Mungu, na Mungu ana mpango na kila mmoja wetu. Changamoto kubwa kwa vijana wengi si kwamba hawasikii sauti ya Mungu, bali ni kwamba kuna sauti nyingi zinazoshindana na sauti ya Mungu ndani mwao. Wengine wanasukumwa na tamaa za mali, wengine wanasukumwa na shinikizo la marafiki, wengine wanasukumwa na hofu ya kukataliwa, wengine wanasukumwa na tamaa ya kufanana na watu wengine. Ndio maana vijana wengi wanaishi maisha ambayo sio yale ambayo Mungu anayakusudia ndani mwao. Badala ya kufuata kusudi lao, wanafuata mkumbo wa dunia. Wapendwa, Elisha alipoitwa hakubaki katikati ya maamuzi mawili. Aliamua kuchukua hatua. Alielewa kwamba kuna wakati ambao Mungu anatakiwa aamue. Alirudi nyumbani, akaaga familia yake, kisha akaamua kumfuata Eliya. Vijana wengi leo wanaishi maisha ya kusitasita, maisha ambayo labda yapo katikati, hayaeleweki. Wanataka kuwa na Mungu, lakini wakati huo wanataka kuishi kama dunia inavyotaka. Wanataka wokovu, hawataki kuacha mambo ambayo hawatenganisha na Mungu. Wanataka baraka za Mungu, lakini hawataki kujitoa kwa ajili ya Mungu. Wako tayari kwa ajili ya mambo yao binafsi, lakini ukweli ni kwamba hakuna mtu anayeweza kusimama na mguu mmoja katika ufalme wa Mungu na mguu mwingine huko katika dunia bila kuanguka. Kilichofanya Elisha kuwa mtu tofauti ni kwamba alichukua hatua ya kujitoa kikamilifu, hakujibakiza. Tumesikia katika ile somo la kwanza, alichoma vifaa vyake vya kulimia na kuwachinja ng'ombe wake. Alifanya hivyo kwa sababu hakutaka kuendelea kuangalia nyuma, hakutaka kutafuta sababu ya kwamba huko anapokwenda arudi tena, kwamba
katika kazi ya Mungu. Mara nyingi Mungu anapotuita kuna mambo ambayo tunapaswa kuyaacha. Inaweza kuwa marafiki wanaoturudisha nyuma kiroho, inaweza kuwa tabia mbaya ambazo zimekuwa sehemu ya maisha yetu kwa muda mrefu, inaweza kuwa ni mahusiano yasiyompendeza Mungu. Hatuwezi kusonga mbele tuking'ang'ania vitu vinavyoturudisha nyuma. Wapendwa, kila mmoja wetu anajijua vizuri, kila mmoja wetu ajiangalie, ni yapi ambayo yanakurudisha nyuma, ni yapi ambayo yanakufanya ukumbuke usisonge mbele katika utume wako. Ndugu zangu, tunapomwangalia Bikira Maria tunaona mfano kamili wa mwitikio huu. Alipopokea ujumbe wa malaika kwamba angekuwa mama wa Mwokozi, hakuelewa kikamilifu jinsi Mungu au jinsi mpango huo wa Mungu ungeweza kutimia. Hata hivyo, alisema kwa imani, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Moyo wake safi haukuwa na binafsi wala uasi dhidi ya mapenzi ya Mungu. Ulikuwa moyo wa kusikiliza, kuamini na kutii. Katika adhimisho hili tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie sisi vijana tuwe na moyo wa kusikiliza sauti ya Mungu katikati ya kelele nyingi za ulimwengu. Ndiyo maana kanisa leo linauheshimu moyo safi wa Bikira Maria. Ni moyo uliopenda Mungu kuliko kitu kingine chochote. Ni moyo ulioshiriki furaha ya kuzaliwa kwa Yesu, lakini pia uliohuzunika chini ya msalaba. Ni moyo ulioendelea kuwa mwaminifu hata katikati ya nyakati za majaribu. Leo Maria anatufundisha kuwa na mioyo safi yenye imani na utiifu kwa Mungu, hata pale ambapo hatuelewi kitu kinachotokea katika maisha yetu. Tuwe tayari kufuata mapenzi ya Mungu. Ndugu zangu, katika Injili Yesu anazungumzia ukweli na uaminifu katika maneno yetu. Anasema ndiyo yenu iwe ndiyo, na siyo yenu iwe siyo. Yesu anatufundisha kuwa watu wa ukweli, watu ambao maneno yao yanaaminika bila kuhitaji viapo vingi. Mtu mwenye moyo safi hana maisha ya unafiki. Kila alichonacho ndani ndicho anachokionyesha nje. Bikira Maria aliishi ukweli huu kikamilifu. Hakuwa na tofauti kati ya maneno yake na maisha yake. Alisema ndiyo kwa Mungu na aliishi ndiyo hiyo maisha yake yote. Vivyo hivyo Mtakatifu Antonio wa Padua alikuwa mtu wa ukweli na uaminifu mkubwa. Kwa mahubiri yake na maisha yake matakatifu aliwavutia wengi kwa Kristo. Hakuhubiri kwa maneno tu, bali kwa ushuhuda wa maisha yake. Mtakatifu Antonio, somo wetu, anatukumbusha kwamba kufuata Kristo kunahitaji kujitoa kwa moyo wote. Aliacha heshima za dunia na kujitoa maisha yake kwa ajili ya Injili. Alihubiri neno la Mungu kwa bidii, aliwatetea maskini na kuwarejesha wengi kwenye njia ya wokovu. Nguvu ya mahubiri yake ilitokana na moyo uliokuwa umeunganishwa na Mungu. Wapendwa, dunia ya leo inahitaji vijana ambao si wa maneno mengi, bali wa maisha yanayozungumza. Dunia imechoshwa na ahadi zisizotekelezwa. Watu wanahitaji kuona vijana ambao wanaishi kile wanachokiamini. Kijana anayesimama katika ukweli, kama ni darasani, kama ni kazini, nyumbani, kanisani, anakuwa huru kwa wengine. Mungu anaweza kutumia kijana mmoja mwenye msimamo kuleta mabadiliko katika familia zetu, katika maeneo yetu ya shule au vyuo au hata taifa zima. Labda leo kuna kijana ambaye anajisikia hana thamani, amekata tamaa, ameshindwa katika masomo, amevunjika moyo katika mahusiano, au amechoka kwa sababu ya changamoto za maisha. Habari njema ni kwamba Mungu bado anakuita. Tambua kwamba kila mmoja wetu anaitwa, tena anaitwa kwa jina. Kama alivyomwona Elia akiwa shambani, anakutazama wewe pia. Mungu haoni kushindwa kwako tu,
anaona uwezo alioweka ndani ya kila mmoja wetu. Haoni makosa yetu pekee, anaona mtu ambaye anaweza kubadilishwa na neema yake. Haoni ulipotoka tu, anaona mahali anapotaka kukupeleka. Mpango wa Mungu ni wa milele, na Mungu ni mwaminifu kwa mpango wake. Leo tunaposherehekea somo letu, tujiulize, tupo tayari kumfuata Kristo? Je, tuko tayari kuweka mbele yetu au kumweka Mungu mbele kuliko yale ambayo tunatamani? Uko tayari kusema ndio na kuishi ndio katika maisha yako ya kila siku? Uamuzi huo ndio unaoweza kubadilisha historia ya maisha yetu. Kila kizazi kimebadilishwa na vijana wachache waliokuwa tayari kusema ndio kwa Mungu. Inawezekana kijana ambaye Mungu anataka kumtumia katika kizazi hiki ni wewe, ni mimi. Tuwe tayari kwa kazi ya Mungu, tuwe tayari kuitikia sauti ya Mungu, tuwe tayari kusikiliza. Mungu anahitaji vijana walio tayari kusema ndio. Basi tuombe neema ya Mungu kwa maombezi ya Mama Bikira Maria na ya Mtakatifu Antonio wa Padua, somo wetu atusaidie tuweze kusikia sauti yake na tuwe tayari kwa ajili ya utume wake. Tumsifu Yesu Kristo.